أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Ametukutanisha tena katika ukumbi wetu huu kama ilivyo kila siku ya Alhamis. Tunakutana na tukawa tunakumbushana mawili matatu katika dini yetu hii. Kama tunavyofahamu, tupo katika misimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Msimu wa hija ni msimu bora, ni msimu adhimu kabisa, msimu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauelezea katika Qur'ani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min ayami, hakuna masiku yoyote ambayo kwamba amalu saliha, ibada njema, ahabu ila Allah, zinapendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala min hadhi, kuliko siku hizi ambazo tumeshaingia. Tupo katika ashuru dhil hajj. Ni juu yetu kuvuna ndani ya masiku haya. Haya ni masiku ya kuvuna, sio masiku ya kupoteza, sio masiku ya kulala, sio masiku ya kuondoa usijui mtu ameboreka amefanya. Ni masiku ya kuchuma, yani masiku machache kabisa. Mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kuna aya amezita ayami maadudat, mwezi 11, 12, 13 kwenye surati al-Hajj. Hizi zinaitwa ayami maalumat, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayami maalumat. Hizi ndizo ayami maalumat, siku ambazo watu wanatakiwa wajitahidi kujipinda kwa kufanya amali saleh. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema amali saleh, amali njema, ili kila mtu aogelee kwa upande wake. Anayeogelea kwenye kufunga aogelee, anayeogelea kwenye kusoma Qur'ani asome Qur'ani, anayeogelea kwenye kutoa sadaka atoe sadaka, anayeogelea kwenye kufanya ihsani afanye ihsani, kwenye kufanya wema afanye wema, kusaidia wenye shida asaidie, kusaidia kwa mali, kusaidia kwa uwezo, kusaidia kwa fikra, kusaidia kwa kila nyanja ambayo unayoweza kuifanya wewe katika umma, katika jamii, katika wahitaji. Basi kila mtu ajimwage katika masiku hayo. Ni masiku ambayo sio ya kupoteza muda, ni masiku tunayopaswa kuyazingatia kabisa. Kama vile ambavyo unavyokuwa mtu uko bize na kutaka kutimiza majukumu yako na kila kitu chako, unakuwa bali kabisa upotezewe muda, basi na sisi tujitahidi katika masiku haya. Tujitahidi siku 10 tu hizi. Siku moja imeshaondoka, ingine leo mwezi pili, leo mwezi pili, wengine leo mwezi mosi. Ala kulli hali, hata ikiwa mwezi mosi ndio ishaondoka, ikifika saa hivi saa 7 tena imeshaondoka siku. Tukiamka kesho, tukirudi saa 7, kama una cha kuangalia cha kufanya kazi, ukistuka saa 11 unarudi nyumbani. Almuhimu siku ndo zinaondoka katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo ni juu yetu kuzitumia fursa hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Sasa tunachokusudia kukumbushana ni machache katika siku haya. Tunajua umuhimu. Ala kulli hali, sisi tunachotaka kuangalia istifadu min alhaji bidurusin adhima, faida zinazopatikana katika ibada ya hija. Ibada ya hija kuanzia kusafiri kwake utaiona. Wale waliwahi kwenda wanajua, kuanzia mtu anaposafiri, anavyotoka nyumbani mpaka anavyofika katika viwanja vile, na akirudi basi anaona kwamba kweli alisafiri safari ambayo ilikuwa maalum. Pamoja na kusafiri kwake, safari zote alizosafiri, kama zikiwa ndani ya nchi, nje ya nchi, lakini hii inakuwa ni safari maalumu ambayo ameisafiria. Na hata kama amekwenda katika miji ile ile, hata kama ulikwenda wewe katika mamlaka kwa safari zingine, kwa sababu zingine, sio kwa sababu ya hija, basi utaona kwamba utofauti unaoona baina ya safari ile ambayo wewe uliokwenda ya majukumu mengine na safari hii ambayo wewe umekwenda kama utekelezaji wa ibada ya hija. Kwa hiyo ala kulli hali, tunachokusudia katika kukutana kwetu leo
na imebahatika Allah akijalia Alhamisi ijayo uhai ukiwepo na uzima, itakuwa ni siku ya Arafa kwa mahujaji. Kule tunazungumza hivyo, itakuwa ndio siku ya khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, khutbatul wadai, na kule pia zinapatikana hutuba mbalimbali, na sisi tutaomba kina Sheikh Saidi, kina Sheikh Mabuga watudurusie kidogo katika hutubatul wadai ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuweze kujifunza katika darasa ile ya wiki ijayo insha Allah. Leo tunachokusudia kukumbushana kulingana na msimu huu, tumeonelea darasa letu la leo au mkutano wetu wa leo tuzungumzie faida ambazo na durusu na mazingatio yanayopatikana katika msimu wa hija, iwe mtu amekwenda hija au yeye hajaenda hija, lakini yale yanayopatikana katika msimu huu basi na sisi tuweze kufaidika kwayo. Miongoni mwa hayo Sheikh ametuwekea la kwanza kabisa usulu taqwa katika msimu huu wa hija, na mahujaji na wale ambao hawajaenda hija, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min ayami, hakuna masiku ambayo kufanya ibada bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya ibada njema zinapendwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazungumza mahujaji hapa, amezungumza kila mtu. Hujaji ana ya kwake anayoyafanya kule, na wewe ambaye hujaenda kwenye viwanja vile vitukufu, yapo ambayo unayoweza kuyafanya, ambayo wala hayahitaji gharama kama yale tukiyasema yanahitaji gharama, yanahitaji uwezo, yanahitaji afya, yanahitaji maandalizi na hivi, lakini yapo ambayo unaweza kuyafanya bila kutumia gharama yoyote, bali ni wewe tu pengine na muda wako, ni wewe na kutumia fursa, na wewe kuwa tayari kuweza kuyavuna yale ambayo aliyoweka. Miongoni mwayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuwekea katika faida ambazo tunaweza kuzipata ni husulu taqwa, kupatikana kwa takwa. Kupatikana kwa takwa ni moja ya ibra, ni moja ya fundisho linalopatikana katika msimu wa hija kwa mahujaji na wale ambao sio mahujaji. Ikiwa mtu atazitumia siku 10 hizi vizuri kwa ajili ya kufanya amali njema, basi inategemewa takwa kwake itapandikana, level ya takwa itapandikana, itapanda kutoka hatua moja kwenda nyingine na kufikia takwa ile yenyewe kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqwa ghayatul amri, takwa ndio lengo na makusudi ya kila muumini, kwa sababu mtu Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kwamba tuwe wacha Mungu ili tuweze kufanikiwa duniani na akhera. Tukiwa wacha Mungu, tukifikia level ya takwa, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatufungulia kila kitu. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, wale ambao mmeamini, mkimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, mkiwa wacha Mungu, mkiwa na takwa, Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lakum furqana, atawajalia ubainifu, upambanuzi wa kila jambo kwa takwa tu ambayo utakokuwa nayo. Kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala atafungua, ikiwa katika mambo ya kazi, ikiwa katika mambo ya ajira, ikiwa katika mambo ya nini, jambo umejiingikiwa, jambo umefanya hivi kwa takwa yako ambayo ulionayo, Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala, yeyote yule, na mtu yeyote yule, yattaqillaha, atakayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, atamjalia matokeo, atamjalia namna ya kutoka mtu huyo, namna ya kutoka katika maisha yake hapa duniani, katika maisha yake akhera. Allah subhanahu wa ta'ala, yule mwenye takwa, atamjalia namna yake ya yeye, namna gani ataweza kutoka katika maisha hapa duniani, atamjalia namna yake kutoka, na katika maisha ya akhera namna gani ataweza kutoka. Kwa hiyo takwa ndio lengo na ndio makusudio ya kila muumini. Kwa hiyo miongoni mwa faida zinazopatikana katika msimu wa hija ni swala zima la takwa. Takwa inapatikana. Wal hajju, ibada ya hija, fardhun adhimatun, ni faradhi ambayo ilikuwa tukufu na kubwa kabisa, na litazwidi min at-taqwa, ya kumwandaa mtu kwa ajili ya kuwa na ucha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala sema, al-hajju ashhurun ma'lumat faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajji. Allah subhanahu wa ta'ala sema, al-hajju, hija na miezi yake,
na miezi yake maalum, ndio mfungo mosi, mfungo pili na siku 10 hizi za mfungo tatu. Faman faradha fihinna alhajja fala rafatha, atakayekuwa yeye amebahatika kwenda kutekeleza ibada hii, basi asifanye machafu wala fusuka wala kufanya ufasiki wala ajidala wala kuleta mijadala na hoja, kushabikia, kushindana na hivi na hivi, asijihusishe na mambo hayo. Wama tafalu min khairin, na yote ambayo mtakayoyafanya yaliokuwa ya khairi, ya'lamuhu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua, Allah anayafahamu, na kwa hivyo atayalipa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa yale ambayo ninyi, kwa mujibu wa vile ambavyo ninyi mmefanya. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, watazawadu, na chukueni masurufu, chukueni masurufu, fa inna khaira zadi taqwa, hakika ya masurufu bora ni ucha Mungu. Gawa takwa hapa wanaambiwa mahujaji kuacha swala zima la kuacha kuomba, swala zima la kuacha kutegemea watu na hivyo na kwenda kule, watu wachukue masurufu ya maandalizi ya kujiandaa wao wenyewe. Lakini pia watu, maandalizi bora kabisa ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wattaquni ya ulil albab, na niogopeni mimi enyi wale wenye akili. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza pia katika hapo alivyozungumzia swala zima la ibada ya hija, kwa mahujaji wanachinja na hata wale ambao sio mahujaji wanachinja ibada ya udhuhiya. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia watu, katuambia mimi na wewe na yule na kila mmoja wetu, sema watu wasifikiri kwamba kwa kule kuchinja kwamba Allah anapata chochote. La yanala Allah luhumuha wala dimauha, Allah hana chochote anachopata wala kuhitaji chochote katika vile mnavyochinja katika nyama wala damu. Watu wasidhani kwamba wanavyofanya vile basi ndio Allah nishampa hiki. Kwa hiyo walaki yanaluhu taqwa, anachokihitaji Allah subhanahu wa ta'ala ni ule ucha Mungu minkum, kutoka kwenu. Hicho ndio anachokihitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Na utaona udhiya, hujaji kule wanachinja, wanaofanya tamattu'i, wanaofanya ifradi, nao pia wanachinja vile vile. Basi huku wasiokuwa mahujaji wanachinja vile vile na wao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, la yanala Allah luhumuha wala dima walakin yanaluhu attaqwa minkum, anachokihitaji kutoka kwetu sisi Allah subhanahu wa ta'ala ni ucha Mungu. Kwa hiyo miongoni mwa yale ambayo yanayopatikana ni swala zima la ucha Mungu. Yaakhudhuna min alhujaji ibratan litazawudi min attaqwa, mahujaji katika ibada ya hija wanachukua ibra, mazingatio kabisa swala zima la ucha Mungu. Fayamdhuruna ila asli tashri'i alilahi wa makanatihi almuhimma, wanaangalia msingi wa sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala na nafasi yake iliyokuwa ya juu kabisa fi dini, katika dini. Wa ya'lamuna anna sidq almahabbati walubudiyya, wanatambua kwamba ukweli wa mapenzi na utekelezaji wa ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, la yakunu, hakuwezi kupatikana illa bitaqdimi muradillahi, ila kwa kutanguliza makusudio na matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli muradi, juu ya kila makusudio na matakwa yote yale yanayotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndio yatangulizwe. Katika jumla yanayopatikana katika ibada ya hija, katika msimu wa hija, ni kutambua kwamba ili kufikia level ya ucha Mungu, ili kufikia level ya takwa, ni kwamba makusudio na yale aliyoyataka Allah subhanahu wa ta'ala yatangulizwe na kupewa kipaumbele nyuma ya chochote kile kinachokuja. Fahadha Ibrahimul Khalil alayhi salatu wassalam, huyu ni Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibtalahu Allah, amejaribiwa na Allah subhanahu wa ta'ala bidhabhi ibnihi alwahidi Ismaila alayhi salatu wassalam, kumchinja. Amejaribiwa amchinje mwanawe mmoja tu pekee, ambaye amekuja kumpata uzeeni katika mazingira pengine sio kutegemewa kabisa. Laysa lahu siwa, hana mtoto mwingine. Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, walladhi razaqahu Allahu iyyahu inda kibari, Allah amemruzuku katika utu uzima. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi la sami'u du'a. Anasema Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam katika suratu Ibrahim, akimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, anasema alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibari Ismaila, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alinipa mimi katika umri huo utu uzima, akanipa kijana huyu Ismaila na Ishaka vile vile. Inna rabbi la sami'u du'a, hakika ya Mola wangu ni mwenye kusikia maombi, mwenye kusikia dua. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema rabbi habli
minas salihin. Ibrahim alayhi salatu wasallam, rabbi habli minas salihin, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, naomba mimi nipe kijana mtoto mwema atakayenisaidia kulipeleka gurudumu hili la dini na atakayenishauri katika kusimamia na kuiongoza dini yako, ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fal khalilu Ibrahim, kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim atal muslimina, ametoa kwa Waislamu darasan adhiman, ametoa darasa muhimu kabisa na kubwa kabisa, lisidiki ma Allah, linaloonyesha ukweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, wadhālika bitaqdimi muradillahi ala muradi nafsi mahma ghala wa azma, nako ni kutanguliza matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko matakwa ya nafsi, vyovyote vile ambavyo itakavyokuwa matakwa hayo ya nafsi yana thamani, yana ukubwa kiasi gani, lakini fa innahu alayhi salatu wassalam badara ila tanfidhi ma shiddati atifati, alifanya haraka kutimiza maelekezo na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma shiddati atifi, pamoja na ukubwa wa mapenzi yake, wa adhimi rahmatihi, na ukubwa wa huruma yake, wa rikatihi, na upole wake, wa shakatihi, kwa kijana wake alionayo, fa aflaha, akafauzu, wa najaha, na akafanikiwa kabisa, watajawaza hadha albalau, na akafuzu na akafanikiwa, wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun, tulivyomjaribu Ibrahima kwa maneno akayatimiza maneno yale aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahima ametanguliza matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya matakwa na mapenzi alionayo. Alikuwa na hamu, kamuomba Allah, rabbi habli minas salihin, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, nipe mimi mtoto mwema, nipe mimi nikae, nisaidie, nishauriane, nishakuwa mtu mzima hivi na hivi na hivi. Fabasharuhu wabasharnahu bighulamin halim, Allah akambashiria kijana mpole, mcha Mungu, mwema kabisa. Mwenyewe Ibrahim anasema alhamdulillah alladhi wahaba li ala alkibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi la samiun. Lakini wapi ilivyokuja amri kwamba Allah anakuelekeza wewe umchinje, hakukuwa na budi bali ni kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya alma. Amma man khafa maqama rabbi, ama yule ambaye atakayekuwa anaogopa vipi atakavyosimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaha nafsa, akaikataza na kuiziwia na akaipambana nafsi yake juu ya matashi na matakwa yake yanayotaka, akatimiza maelekezo na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal jannata hiya almawa, hakika ya pepo ndio makazi yake. Hiyo ndio ucha Mungu. Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam ametuonesha darasa hapa, mimi na wewe, mangapi yanayotakwa na kuvutwa na nafsi yetu tumeacha kwa ajili ya Allah. Ili tufikie ucha Mungu lazima tujiigize kwa Nabiullah Ibrahim. Tumesoma katika suratul Mumtahina, kad kanat lakum fi Ibrahima, kad kanat lakum uswatun hasan fi Ibrahima, mnayo ninyi kiigizo chema kwa Ibrahima na wale alionao. Miongoni mwa kiigizo tunachoweza kuchukua, mfano bora kabisa ni huu wa kutanguliza matakwa na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amempa kijana katika utu uzima, na kijana pekee ndo aliyekuwa naye, lakini anaambiwa achinje. Hakuzingatia wala hakujali kwamba nini nilichokuwa na kihitaji. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah anaielezea nafsi akisema wa nafsin wa ma sawaha, anaiapia nafsi na yule aliyeweka sawa sawa ile nafsi, akaitengeneza kwa namna inavyotakiwa, akaielekeza. Fa alhama, akaielekeza na kuifundisha ile nafsi fujuraha, maovu mabaya, na kuiambia hayo hatari, chukua tahadhari usiendee, watakuwaha, na yaliyokuwa mema ambayo anatakiwa ayakimbilie. Qad aflaha man zakkaha, hakika amefaulu yule ambaye atakaitakasa nafsi yake, akaitengeneza kwa namna ile ambavyo inavyotakiwa na namna ambavyo anavyotakiwa kuwa, bila kujali kwamba inatakiwa vipi. Lakini wa qad khaba man dassaha, amekula hasara yule aliyekanyaga nafsi yake kwa kutanguliza matashi yake na matakwa yake. Kwa hiyo Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam ametupa ata ala almuslimina darasan adhima lisidqi ma Allah, ametoa darasa kubwa kabisa kwa Waislamu kwa kuonesha ukweli na imani ya dhati kabisa
pamoja na Allah, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yeye kuweza kutoa na kutimiza maelekezo na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba mkiwa ninyi kweli mna mapenzi na kweli mna haja ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi fattabi'uni, fuateni mafundisho yangu, acheni matashi yenu, acheni matakwa yenu, fuateni muongozo wangu mimi, yani mafundisho aliyokuja nayo Mtume Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kwa hiyo Ibrahim alayhi salatu wassalam ametuonesha hapa daraja ya juu kabisa ya ucha Mungu. Lakini pia Ismail alayhi salatu wassalam, kule kukubali kuchinjwa sio jambo dogo. Kukubali kuchinjwa maana yake Allah anasema falamma aslama watallahu liljabini, falamma aslama, wote walipokuwa wamekubali. Maana Ibrahim alayhi salam amekubali, amesalimu amri kwa maelekezo ya Allah, na Ismail alayhi salatu wasalam naye amekubali kuchinjwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watallahu liljabin, na amemlaza katika ubavu, kwamba Ibrahim akaambiwa kad saddaqna, umetekeleza matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi wafadainahu bidhibhin adhim, tukamkomboa Ismaila kwa kichinjwa kilichokuwa kikubwa. Na Allah anasema inna hadha lahu albala'u, ni mtihani sio mdogo kwa wote wawili, Ibrahima na Ismaila, bali na mama yake Bibi Hajara alaiha rahmatullahi wasalamu juu yake, rehma na amani zimfikie Bibi Hajara. Kwa hiyo ala kulli hali wameonesha mapenzi na kuwa tayari juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutoa wao nafsi zao, kutoa wao hai wao. Ismaila alayhi salatu, Ibrahima kumtoa mwanawe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe tuko tayari kiasi gani kusacrifice nini kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya dini, kwa ajili ya umma? Umma unateketea, umma unapotea, umma uko hivi. Mitaani tunakoishi huko, tunaokaa, jamaa zetu, majirani zetu, ndugu zetu, makazini na maeneo mengine, tumesacrifice nini? Tumefanya nini? Tumetoa nini kwa ajili ya nini? Tumejitolea nini kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tunapita, tunakaa katika jamii hizo za uswahilini, tukiwa tunakaa wapi, kokote tunapokaa, ala kulli hali tupo katika jamii, tunayaona yale yanayojitokeza. Tumekuwa tayari kiasi gani sisi kusacrifice kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalamu na mwanawe Ismail alayhi salatu wassalamu wanatupa fundisho, wanatupa muongozo na uelekeo wa nini sisi tunachotakiwa tukifanye. La yamnauhum, waumini wanapata ucha Mungu katika fundisho hili, kwamba la yamnauhum, haiwaziwi wao hubbul mali, kwa mapenzi yao ya kuipenda mali. Mali tunajua mali kila mtu anapenda, hakuna ambaye asiyependa mali, lakini hakuwaziwi kwa kule kwa wao wanaipenda mali. Walhiris ala jami, na hima ya kutafuta. Watu wanahangaika kutafuta, wanatoka wanasafiri, watu wakacha familia zao kwa ajili ya kutafuta mali, watu wakaenda huku, watu wakafanya hivi katika mazingira magumu na hatarishi. Lakini pamoja na hayo yote hakuwaziwi wala hakuwafanyi huko wao min tarikil ghishi, kwamba kama wafanya biashara kule mapenzi yao ya kukua biashara yao kupata faida, kule mapenzi yao hayo yote hakuwaziwi wao kuwafanya wasiache jambo la ghishi, kwamba lazima, kwamba wanajua ghishi katika Uislamu halikubaliki jambo hili. Basi pamoja na hubbul mali hubban jamma, kuipenda kwao mali mapenzi yaliyopitiliza na mapenzi makubwa kabisa, lakini wanatambua kwamba ghishi katika Uislamu haipo. Basi akifanya biashara Muislamu haambatani na ghishi hata siku moja. Utanunua biashara yake safi, akikwambia huu mchele mzuri kweli, sio wabandia, maharagi mzuri, maji mara moja ni maharagi maji mara moja, hakuna hiki, hakuna ghishi wala alghibn, wala kupunja hapunji, wala tatfifi, wala hafanyi kupunguza vipimo, habani vipimo, kukubana, kupunguza, kuharibu ili kuwapunja watu, hafanyi hivyo. Wala riba, wala ashiriki na kujiingiza kwenye nini, kwenye riba. Pamoja na kuwa ana ya mtu akimkopesha, bana nafikiria ile imetafuta kienyeji hivi, atamkopesha mtu kama 100,000 amrudishie 100,000 ile, au ikibidi kumwezesha atamwezesha bila kumhitaji amuongeze kitu chochote kwa namna moja ama nyingine. Pamoja na kuipenda kwao
mali, basi kwa kutambua kwamba jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza, basi jambo hilo hawatoliingiza katika biashara zao, kama kuuza, kama kununua, kama kufanya kitu chochote, hawatofanya hadaa, hawatoambatana hadaa. Kwa sababu nini? Wamepata ucha Mungu, wamejifunza kwamba Ibrahim alayhi salatu wassalam, mapenzi aliyokuwa nayo na shauku aliyokuwa nayo na huruma aliyokuwa nayo kwa mwanawe, lakini aliambiwa amchinje, ilibidi atimize matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena kwa roho safi. Ndo Allah anasema falamma aslama, waliposalimu amri kwa roho safi kabisa, sio kwamba hivi na hivi hapa hivi, kwamba wala yakunu fi sudurihim hajata, watu wanasalimu amri moja kwa moja kwamba hivi ndivyo maelekezo, na wala hao ni tatizo. Hakuna kufanya ghishi katika biashara, hakuna kudanganya, hakuna kupunja, hakuna kufanya hivi, hakuna kubambikia wala nini, kwa roho safi kabisa. Lakini wala yamnau hubbu shahawati wal maili ila nisai, wala mapenzi yao ya kupenda mambo ya wanawake kwa wanaume na kupenda wanaume kwa wanawake, walmaili linisai watamai fi naili ladhati, na pia kutamani kupata ladha na kustarehe na hivi, hakuwafanyi hayo wanaoyataka kuwa min ghidhil basari, wakaacha kuinamisha macho kuangalia visivyofaa vilivyokatazwa. Kulli alladhina amanu yaghudhu min absarihim, waambie waumini wanaume wainamishe macho yao, wayahfadhu furujahum, na wahifadhi tupu zao, dhalika azka lahum, na pia kulli almu'minati yaghdhudna min absarihinna, waambie kina mama vile vile nao wainamishe nini, pamoja na vipi na hamu na shauku na mapenzi, wanajua hili jambo halitakiwi kwetu, anainamisha macho, hatizami vilivyofanya nini, vilivyokatazwa, pamoja na mapenzi na mazingira magumu ambayo pengine anayoishi. Wala yamnau hubbu dunya, wala pia mapenzi yao ya kuipenda dunia hakuwaziwii huko al-infaqu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mali zao na nafsi zao vile vile, hawa hakuwaziwii katika sura na. Kwa hiyo ala kuli hali kuna mafundisho mengi, na leo tumesimamia moja na kuliangalia kwa upana swala zima la fundisho la uchamungu. Uchamungu namna gani unavyoweza kupatikana katika ibada hii ya hija, na pia tumeona Nabiullah Ibrahima na mwanawe Ismaila alayhi salatu wassalam, namna gani ambavyo walivyoonesha kwa mfano swala zima la uchamungu. Ismaila akawa yuko tayari kutoa uhai wake, na Ibrahima akawa tayari kutoa uhai wa mwanawe kipenzi chake anayempenda na hivi, lakini kwa kutekelezwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakukuwa na budi, lazima atimize. Mimi na wewe tuko tayari kiasi gani kutekeleza matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuacha vile tunavyovipenda, au kwa kuvuruga, hata ikibidi kuvuruga na kuharibu vile ambavyo tunavyovipenda kwa ajili ya kutimiza amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam ametupa mfano bora kabisa. Kwa hiyo tutasimamia hapa kwa leo, na inshallah katika Alhamisi ijayo tunakusudia kuipitia khutbatu alwadai ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu ndio siku yenyewe ya Arafa kwa mahujaji kule. Ala kulli hali, basi tunakusudia, tutawaomba mashaikhi zetu tutadavulie ili tuweze kupata fundisho. Na sisi kwa leo tumepitia tu kuangalia mafundisho kwa haraka na muda wetu tumeangalia moja, japo wapo mengi, tutaangalia namna gani tunaweza tukawasilisha mengine inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.